Okay. Habari ndugu mtazamaji wa chaneli ya Mixx Bravo Tanzania kanda ya Kivule. Kwa majina yangu ni Julius Langi Kisili, jina maarufu wanapenda kuniita kama Kamanda Juli. Bila shaka ukiniacha hilo jina la Kamanda Juli, ni daktari wa mifugo aina yote, namaanisha ng'ombe pamoja na mbuzi na kondoo na wale ambao wanahitaji kupata chanjo kwa mbwa wa nyumbani. Leo tutaenda kujua kuwa ni dawa gani ambao wadudu ambao wanaweza kupatikana katika mifugo aina tatu: ng'ombe, mbuzi na kondoo. Mfano, tunasema kuwa vitamin A ni dawa ya vitamin. Kameramani, naomba unisogelee kidogo. Kama unanisogelea unaja kwangu hapo hapo. Hii ni dawa ya vitamin ambao vitamin hiyo inakuja kumchoma mbuzi au ng'ombe, na tunasema kuwa chanjo ya miezi mitatu. Chanjo ya miezi mitatu hii hapa unavyoiona, hii ni chanjo ya miezi mitatu. Hii hapa unavyoiona, ambayo chanjo hii ya miezi mitatu inakuwa inamchoma ng'ombe au mbuzi baada ya miezi mitatu. Kuna hii ambayo tunaita kuwa dawa ya minyoo. Dawa ya minyoo ni nini? Kuna dawa ya minyoo aina mbili. Kuna dawa ya minyoo ya kuchoma na kuna dawa ya minyoo ya vidonge. Pale mfugo unapokuwa umemchoma, hii dawa ya minyoo inasambaa katika ngozi ambayo inaenda kuua wale wadudu. Hii hapa, hii inaitwa dawa ya minyoo. Pia dawa ya minyoo ya kidonge inaenda kuua wale wadudu ambao wanapatikana kwenye kichwa, kwenye ubongo au ndani ya tumbo. Hii ndio unakuta baada ya kumchoma dawa ya minyoo, unapaswa mfugaji umpe pia kidonge cha kimoja kwa ajili ya kuendeleza. Tunasema kuwa tiba ni bora kuliko ugonjwa. Unapokuwa unazingatia mifugo yako katika ubora, inakuwa inapendeza zaidi. Mfano, kama mifugo imezingatiwa katika ubora, muda wote, angalia ng'ombe asisumbue, muda wote anakuwa yuko ndani ya chanjo na muda wote anakuwa katika mazingira mazuri. Dawa hii hapa, hii dawa inaitwa Panado. Pale ng'ombe anapokuwa anachomwa lazima anakuwa anasikia maumivu. Kwa unapokuwa unamchoma na hii pia unamimixia, unakuwa unampunguzia maumivu ya mwilini. Pia ng'ombe ni kama binadamu, unakuwa unampunguzia maumivu ya mwilini. Na tukiacha hii hapa, hii inakuja hii hapa, hii ni dawa ya minyoo kama nilivyoelezea mara kwanza, vinaua tiba. Hii pia ni dawa ambayo unakuta ng'ombe wako, mbuzi wako, kondoo wako anakuwa anaalisha. Hii pia ni tiba ambayo akialisha unamchoma kwa ajili yule anaopungua kualisha, inakuwa inapungua. Kuna ambao wanapenda kuoshea mifugo, kuosha ng'ombe baada ya wiki. Penda kumosha ng'ombe wako baada ya wiki moja, unamosha. Hii hapa inaitwa tikiti maji, inaitwa tikiti, dawa ya tikiti ya kuoshea ng'ombe. Pale ulipo kwenye maduka ya mifugo, nenda kama vile nipe tikiti ya kuoshea ng'ombe. Hii ukimoshea ng'ombe wako au mbuzi wako au kondoo wako, unakuta unaua wale wadudu ambao wanaenda kunyonya damu, kupelekea ng'ombe kukonda au kupelekea ng'ombe kupungua kimwili na kiafya. Hii hapa inaitwa tikiti. Na tukiacha hapo, tunakuwa na dawa ambayo inaenda kukausha vidonda, na maanisha miguuni, kama ng'ombe ana vidonda au mbuzi. Hii hapa, hii ni dawa ambayo inaenda kukausha vidonda. Inaenda kukausha nini? Vidonda. Kwa mtazamaji wangu wa Mixx Bravo kanda ya Kivule, unapohitaji kupata huduma ya mifugo kama kuchoma mifugo yako, dokta nipo hapa. We piga simu, unafuata kokote. Na uchomaji wa ng'ombe au mbuzi au kondoo, unapaswa kumchoma masaa, anataka kumchoma muda ufuatao. Unapaswa mchome ile asubuhi kabla jua lijawaka, na unapaswa mchome ile jioni jua limezama, kwa sababu unapomchoma asubuhi jua ambayo lijawaka, ile dawa inakuwa inafanya kazi, na hakikisha asinywe maji au kupata hafali yoyote. Na unapomchoma pale jua limezama, unakuwa unamsaidia pale anapolala asubuhi, akiamka anaamka na tiba hiyo. Kwa mfano, kama leo kuna mifugo baadhi ambao nitaipatia chanjo kwa sasa hivi, nitaipatia chanjo ambaye ashazaa
Kwa nenda kumchoma sindano, nitaenda kumchoma sindano ya vitamin, nitaenda nitamchoma minyoo na nitaenda nitampa sindano ya Panado. Kijana wangu naomba uniletee ule mbuzi aliozaa kitoto kimoja ili mfanyie tiba. Aliozaa kitoto kimoja cheusi. Na unapokuwa unataka kufanya tiba yako, na maanisha ni faida kwa madaktari wenzangu, unapaswa uwe na gloves. Zile gloves zinakuwa zinasaidia nini? Kwa sababu unakuta madawa mengi yanakuwa na kemikali. Unakuta inaenda katika ile gloves, na baada hapo unakuwa unaenda kuzifua zile gloves. Na unapokuwa unatumia tiba ya kufanya huduma ya mifugo kama kutoa chanjo au kumchoma sindano, lazima uwe na maji masafi. Maji masafi inasaidia nini? Sindano kuenda kuiosha, au baada ya kumaliza pale kuna wewe mikono na kuendelea na shughuli zingine. Tunaenda tutakuwa makini. Wewe hakikisha unarekodi mimi usirekodi. Bila shaka ni Dr. Mifugo ambaye anapatikana Dar es Salaam, kanda ya Msongola, Ilala. Tunapatikana masaa 24. Pia ataunja beseni. Namwambia namuogopa mimi. Kuchoma tiba mifugo yako ni muhimu, kwa sababu unakuwa unamwandaa kiafya vizuri, unakuta anakuwa kistahili, kwa sababu bila kuchoma tiba hizo, tuvumilia kidogo. Tunaenda huyu unamuona, tutaenda kumchoma dawa ya minyoo. Tutaanza na dawa ya minyoo. Dawa ya minyoo awali nimesema ni hii hapa. Kwa hii ndio dawa ya minyoo. Kwa tutaitumia hii kwanza ambao haijaisha, bado imo. Dawa minyoo unakuwa huyu mbuzi ana SS yake ya kumchoma, kwa usije ukamwekea kubwa au ukamzidisha dozi. Kwa hiyo unakuwa una SS yake, kwa sababu kama mbuzi anachomwa 3, anachomwa 3 kwa ajili ya afya yake. Sogeza kameramani. Sogea. Kuna sehemu ya kumchoma. Usije ukamchoma sehemu ambaye inapelekea mishipa ya damu kuzunguka katika mwili wake. Maana yake utapelekea kuwa kumsababishia maradhi mfugo, alafu baadaye hapo kupoteza uhai wake unapomchoma. Kameramani, naomba uweke simu vizuri ili nionekane vizuri napotoa huduma hii, ili Watanzania wenzangu ili waweze kupata faida na hapo baadaye. Narudia tena, kwa jina maarufu najulikana kama Kamanda Julius, napatikana Ilala, Dar es Salaam, kanda ya Msongola au mtaa wa Msongola. Kokote utaponipigia simu kwa ajili ya kuja kupatia tiba mifugo yako, nitafika masaa 24. Ila tiba naanza kutoa kuanzia asubuhi na jioni, jua linapochomoza na jua linapozama. Usichome mfugo saa 7, jua likiwaka utasababisha kizunguzungu na mfugo kumpoteza. Tunaenda kumchoma.
Baada ya kufanya hivyo, tutaiosha hii sindano, alafu tutamwaga maji, alafu tutaenda kuchoma dawa ya minyoo. Kwa makini. Dawa yetu ndio hii hapa. Hiyo sindano iliyotoka ni sindano ya minyoo. Kwa muda wote hapo anaweza akawa na wasiwasi. Ila sasa kumpunguzia spidi ya maumivu, kwa hiyo lazima tutachoma hii hapa panado ili tupunguzie spidi ya maumivu kipindi ile dawa inazidi kuzunguka inafanya kazi. Hivyo wacha mlo. Shika kwa. Takubona rekodi vizuri na kichwa mbona kionekana. Namba yako. Mama tu bebeli. Hakikisha kichwa. Tungamka. Tunaendelea chaneli ya Mixx Bravo Kanda Kivule, inazidi kupa matukio ya aina ya ufugaji wa mifugo aina yote. Hii hapa, hii ni stadi za kati jamani. Haya, kuna ngoma hii hapa hii. Irudishe hiyo ionekane. Kameraman namba ione. Hii pia naenda kuchoma kama kawaida aina tatu. Tena nitaichoma minyoo, nitaichoma vitamini na nitaipatia panado. Hii pia huu mfugo unapoona jamani ipo katika biashara, huo unauzwa. Huo mfugo unauzwa. Kwa hiyo kama ukifika bei nipigie, utaniandika namba zangu hapo chini, utanipigia simu, alafu tutaongea biashara. Kwa hiyo tukamchoma. Oh. Naomba mwachie endelee kusurvive. Huyo tushampatia tiba,
Manake hapo unakuwa tayari umemweka kiakili na kimwili. Kuna kitoto cha kidume kile kimoja, naomba kilete kidogo kidogo kile. Okay. Ni Scout Mix Bravo. Unakuletea chaneli hili ukiwa tuko hapa kanda ya Msongora. Jamani Watanzania wenzangu ambao mnapenda kufuatilia chaneli zetu, mimi napenda kuwa mnipe support yenu, mnipe ushirikiano wenu ili kijana anaendelee kuweka mambo sawa. Usiogope, upigie simu, na ukihitaji fizi zangu, ukihitaji veti vyangu nitakuonyesha kwa ajili ya aina ya mifugo. Huyu hapa tutaenda tena kumpatia huduma kama ile ile. Sobeza kamera inamisha hata hiyo aonekane huyu anapochoma. Anavyoonekana yeye sio. Huyu anaonekana huyu. Mshike vizuri. Ndio kwa kidume kingine kidogo. Kama hicho, chekundu. Okay. Haya wewe. Okay, tunaendelea. Naona leo tutaishia hapo, ila nitaandika namba zangu hapo chini, tutazidi kuwasiliana nazo ili tuzidi kupata huduma hizo. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuwa pamoja. Goodbye.